Kaunti nambari 1 ambapo mshukiwa wa wizi wa magari amefikishwa kizimbani huko Mombasa baada ya kukamatwa na maofisa wa DCI. Richard Amimo anakabiliwa na tuhuma za kupokea fedha kutoka kwa wateja wawili na kukosa kuwasilisha magari. Upande wa mashtaka uliarifu kwamba kuwa mshukiwa anakabiliwa na kesi zaidi ya 8 na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 650 au kusalia katika gereza la Jela Baridi mjini Mombasa. Richard Amimo alikamatwa nje ya mahakama ya Shanzu ambapo alikuwa amefika kuhudhuria kesi inayomkabili na kufikishwa mbele ya mahakama ya Mombasa anakokabiliwa na tuhuma zaidi za kukosa kuwasilisha magari kwa wateja mjini Mombasa. Akiwa mbele ya hakimu mkazi Gladys Orimo, mshukiwa Richard Amimo mwenye umri wa miaka 29 alikana madai yaliyowasilishwa na makachero wa DCI kupitia walalamishi wawili. Kulingana na upande wa mashtaka, wanadai Richard ni mshukiwa sugu ambaye tayari anakabiliwa na kesi kadhaa katika mahakama za Mombasa, Nairobi na Thika, wakili wa mshukiwa akitaka mteja wake kuachiliwa kwa dhamana. It is also settled principle of law that each case that comes before you purely on its own merit. It is germane on its own course. It cannot be used or rather presented before you the guise of applying it in another case. Probably was not built. For those reasons, going to be a brave in his own hands. Ombi ambalo lilipingwa na upande wa mashtaka kutokana na misururu ya kesi zinazomkabili Richard Amimo. Hata hivyo, hakimu alimwachilia kwa dhamana ya shilingi 650,000 katika kesi mbili zinazomkabili mbele yake. With one surety of a similar amount. Yes, 150,000 with one surety mentioned in court 8. Mentioned in court 8 on 21st. Therefore, I pray for stringent. Similar charges. Given time and even provide the court with the court file number. Mahakama ya Mombasa imeamuru kuzuiliwa kwa mshukiwa huyu katika gereza la Jela Baridi. Kulingana na makachero wa DCI, walalamishi zaidi wameendelea kujitokeza wakidai kuhadaiwa na mshukiwa huyo. Francis Mtalaki, Ringa ya Citizen.